Bwana wetu Yesu Kristo, tunakushukuru na tunakuinua. Pokea sifa na utukufu, umejaa fadhili na neema. Utukufu wako Bwana ni wa ajabu. Asante ni kwa sababu ya revelation knowledge. Asante ni kwa sababu ya favor ile Bwana umetupa. Asante ni kwa sababu ya ufunuo wa neno lako Bwana Jehova Jireh, ule umeingia ndani yetu kupitia njia ya kiroho. Asante ni kwa sababu Bwana Jehova Jireh umetupa kibali hiki ndio tuweze kusimama katika mwanya wa kuiba utukufu na nguvu na mamlaka kulingana na vile upendavyo. Asante ni kwa sababu ya kutufungua na kutupa neema ya kukaa katika uweza wako. Asante ni kwa sababu ya mapenzi yako kutufanya kuwa safi na hata kutupa neema kuu sana ya kuwa righteous. Pokea sifa kwa sababu ya msamaha wako wa dhambi. Asante ni kwa sababu ya kutufanya sisi tukaweze kukutambua kwa njia tofauti na vile Bwana Jehova Jireh sisi tulivyokuwa tunajua. Asante Mungu wetu ni kwa sababu mfalme neema hii neema hii Bwana Jehova Jireh Kristo alitupa ni kwa sababu ya sisi tuweze kuishi katika ufalme tukiwa na amani, furaha na utukufu wake uweze kuwa unatawala katika maisha yetu. Ninakushukuru wewe Bwana kwa sababu yote yawezekana kwako. Asante kwa sababu ya uponyaji wako. Asante Bwana ni kwa sababu ya ufalme wako Bwana kunena ndani yetu. Asante mfalme wa ajabu ni kwa sababu ya kutupa kufanya tukaweza kuwa na nguvu katika uwezo wote wa kutenda kazi na kuwa na mfalme na kutupa kazi za mikono yetu, na tumekuwa katika uwezo wote na katika faida yote katika kazi tunayoifanya ya mikono yetu. Pokea sifa Bwana. Asante mfalme ni kwa sababu mambo yote mfalme inatimika ni kwa ajili yako. Pokea sifa na utukufu. Ninakomesha kila nguvu zote na kila maroho yote inaweza kujiinua wakati huu ninaenda kunena. Ninaomba Bwana mwongozo wa Roho Mtakatifu kulingana na vile upendavyo. Na ni katika jina lako Yesu Kristo tunaomba na tunaamini. Amen, amen, amen. Wale ate kumokia mbeleria. Kwendo wa Ngai wale ithuothe tumuigue na tumwathikire. Kwa hivyo mapenzi ya Mungu ilikuwa tumusikie na tumwamini. Bwana asifiwe. Wale wote hawakumwamini waliangamia. Wale wote walisikia lakini hawakumwamini waliangamia. Lakini mimi na wewe nataka tumsikie na tuweze kumwamini. Na Daudi kuna kitu aliona kwa Bwana. Alimwamini Bwana na akampenda Bwana na akaweza kuishi miaka mingi na akaweza kutambua neema iliyo ndani ya Bwana ni kuu na ni takatifu kuliko vile sisi tulivyokuwa tunafikiria. Kwa hivyo ninashukuru Bwana sana wakati huu ninapoendelea na kunena. Kwa hivyo nataka tuweze kufungua pamoja nawe katika kitabu kwanza nataka tusome katika kitabu ya First Samuel. Katika kitabu ya First Samuel tuangalie neno mahali pale. First Samuel. Yes, First Samuel. Nilikuwa natengeneza kitu kingine hapo kwa sababu mambo mengine tusipotengeneza inaweza kutumesi katikati. Mengine tukiyajua na tukiyatabua mapema tunajaribu kuyatengeneza ndio isitumesi. From 7. First Samuel 15 from 7. First Samuel 15 from 7. Na hii hadithi mnaijua ya kwamba
ni wakati ule Samueli alitumwa akaweza kumumwagilia Saul mafuta, na Samueli alienda na akaweza kumwagilia Saul mafuta. Ndio, ni kwa nini? Ni nini ilifanya Mungu amtume Samuel akamweze anoint Saul, akamuanoint? Alikuwa anataka Saul aweze kumaliza Hagar. Ukiangalia 1 inasema, wacha tuisome 1 hata kama tutarudi hapo. Ati Samuel also said unto Samuel, unto Saul, the Lord sent me to anoint thee to be a king over his people, over Israel. Now therefore hearken thou unto the voice of the word of the Lord. Hallelujah. Wacha tuone Kiswahili. Ati wakati huo Samueli akamwambia Saul, Bwana alinipeleka nikutie mafuta uwe mfalme wa watu wake Israeli. Basi sasa isikilize sauti na maneno ya Bwana. Number 2, thus is the Lord of hosts, I remember that which Amalek did to Israel, how he laid wait for him in the way when he came up from Egypt. Bwana wa majeshi asema hivi, nimeyatia moyoni mwangu mambo hayo Amaleki waliomtenda Israeli, jinsi walivyowapinga jiani hapo walipopanda kutoka Misri. Nashukuru Bwana. Sikuwa nataka kusoma kwingi. Number 3, now go and smite Amalek and utterly destroy all that they have and spare them not. Hii ni sauti ilitoka katika kinywa cha Samueli. Spare them not, but slay both man and woman, infant and suckling, ox and sheep, camel and ass. Kuna kitu mahali hapa niliweza kutambua. Ati sauti ya Bwana ndio inahitajika tuweze kusikia. Haijalishi aliambiwa afanye nini, lakini kuna sauti ya Bwana imetoka. Amesemaje? Utaweza kutimiza, utaweza kufuata ile sauti ya Bwana. Yes. Haijalishi namna gani ama nini, kile kinajali ni ya kwamba hiyo sauti umeisikia, utaifuata, utatenda kulingana na yale anavyoyanena. Yes. Hiyo ndio sasa ninaangalia. Sitaki kujua kina nani walikuwa wanaambiwa wamalizwe, lakini kuna sauti imetoka katika kinywa cha Bwana. Siku ya leo tuko na wewe hapa. Kuna sauti imetoka katika kinywa cha Bwana katika neno. Hii ninasoma ni Old Testament. Na katika Old Testament kulikuwa na sheria ilikuwa inaendelea. Na ile sheria tukiifuata haifanani na New Testament. Bwana asifiwe. Ndani ya New Testament, from Act, there is no law. Law ilikuwa imeondolewa. Kwa hivyo, in Old Testament and in New Testament, kwa kutazama na mtazamo wa macho yetu na kusikia na katika masikio yetu, mambo haya ni mawili tofauti.
But tukiingia katika New Testament from Act, wachana na Matthew, Mark, Luke and John gospel books, wachana na hizo kwanza, kwa sababu hizo ziko tu under the law. Hiyo iko tu under the law. Christ pale ako tu under the law. Lakini from Act to Revelation there is no law. Ilikuwa inatumika. Yesu alikuwa ameondoa law na law ikakwisha. Sasa hapa from Act to Revelation ilikuwa the grace of God. Neema ya Mungu ndio ilikuwa inaendelea. Lakini in the Old Testament there is no grace. There was no grace. Kile kilikuwa kiko ni kama tuseme ni tit for tat. Ukifanya hivi inafanyika hivi kulingana na sheria ya Musa. Bwana asifiwe. Sasa tutoke hapo tuone wakati huu tunaponena tunasikia vile Mungu alimwambia Samuel, naye Samuel akafika kwa Saul. Kwa hivyo kuna jambo Saul alikuwa anahitajika aweze kuitimiza, na aitimize kulingana na mapenzi ya Bwana, sio kwa akili zake. Aitimize kulingana na mapenzi ya Bwana. Na hapa ndipo nilijua mwanadamu, hata mara mingi Mungu anaongea, mwanadamu anasikia lakini anakosoa sauti ya Bwana. Mwanadamu anasikia lakini anataka kutengeneza mahali fulani na fulani, kuonyesha ya kwamba maneno yale yametoka katika kinywa cha Mungu haijakamilika. Sasa mimi mwanadamu ndio ninakuja kuikamilisha. Na mahali popote imeingia ya kwamba ati mimi nitasimama katika nafasi ya kukamilisha neno la Bwana, ama kulifanya liweze, yani kusimama kulingana na vile ninavyotaka mimi, nina kinai, ninadharau sauti ya Bwana. Asante sana Susan. Tuingie tuweze kuwakaribisha watumishi wa Mungu. Ninadharau mapenzi ya Bwana. Mapenzi ya Bwana ni Mungu aweze. Unajua yani ninafurahia sana wakati ninapotazama vile Mungu alimwambia Samuel aende aambie Saul. Nashukuru sana Bwana. Kwa sababu ya watu kutojua vile Mungu anavyonena, ndio wanasimama katika mwanya wa kuonyesha ya kwamba Mungu alitaka watu wafe. Lakini tukiangalia ile Old Testament tukiangalia hii 1 Samuel 15 kutoka yani from 1 to the last, kuna kitu kimoja ninatazama na ninaangalia. Watu wanaona vivo. Watu wanaona Mungu anaweza ua. Watu wanaona Mungu amekasirika. Watu wanaona Mungu asiye na utu. Lakini wakati tunaweza simama katika mwanya wa kufafanua hata hiyo chapter na zile zingine zote, tumefundishwa tukaonyeshwa vile Mungu amekasirika na vile anaua na vile anaweza fanya maji hapa Nairobi imalize watu, iweze kuvunja mioyo ya watu wengi na kubomoa manyumba. Tukisoma from Act to Revelation tutaona hapo hakuna hata kidogo mapenzi ya Bwana. Kwa sababu Mungu anasema ya kwamba kwa vile aliupenda ulimwengu alimtuma mwanae wa pekee aje afe katika ulimwengu, ndiye kila mmoja wetu aweze kupokea uzima wa milele. Mungu haneni juu ya kitu kingine, Mungu ananena juu ya uzima wa milele. Uzima wa milele ndio Mungu ananena juu yake. Na ule wa uzima wa milele alitaka uweze kupokelewa na kila mmoja wetu katika ulimwengu tulio ndani yake. Na ndani ya ule uzima wa milele kuna huruma. Kuna huruma. Ya huruma ni kuna ile tunaita tunahitaji huruma za Bwana. Na ndani ya huruma za Bwana kuna upendo. Ndani ya upendo wa Bwana kuna kusimamishwa na kutegemezwa. Bwana asifiwe. Kwa hivyo mapenzi ya Bwana, hakuna mtu Mungu alitaka afe. Mungu alitaka kila mmoja wetu aweze kuokolewa. Yes.
Na Mungu aliupeana wokovu ndio kila mmoja wetu aingie ndani ya ule wokovu. Na baada ya kuingia ndani ya ule wokovu, watu wote wafanyike kuwa wa Mungu. Lakini tukitazama Old Testament na jicho letu sisi na kulingana na vile imeandikwa, tutaweza kujikuta katika hali ya kutoelewa sauti ya Bwana, mapenzi ya Bwana na upendo ulio ndani ya Bwana. Bwana asifiwe. Lakini tambua kitu moja, ndani ya Old Testament imefunikwa. Ndani ya Old Testament yote from Genesis 1 to Malachi imefunikwa. It is covered. Kwa hivyo usipofunuliwa hautatambua nini sauti ya Bwana, mapenzi ya Bwana, vile Mungu anaopenda mwanadamu, hautatambua. Kwa hivyo inahitaji mtu anaelewa na anatambua vile inafaa kufafanuliwa. Na sio mtu afafanue kwa mawazo yake mwenyewe, sababu mawazo yako haiwezi fikia ufunuo wa Bwana kulingana na vile Mungu alivyokuwa anavyotaka neno liweze kufafanuliwa. Na ndio neno Biblia ni pati mbili, Old Testament and New Testament. Sio ati tumeandikiwa tu Old Testament na tukaandikiwa New Testament ati ndio tuweze kuwa nazo. No. Ni kwenye neno linasema ya kwamba New Testament ndio inafunua, ndio inafungua, ndio inafanya Old Testament iweze kuwa revealed. Kwa hivyo pasipo New Testament from Act to Revelation, hauwezi tambua kitu chochote ndani ya Old Testament from Genesis to Malachi. Hauwezi jua. Again, hauwezi tambua kile kimefichwa ndani ya Matthew, Mark, Luke and John ni revealed but ndani ya audita Mark, Luke and John, Matthew, Mark, Luke and John, ndani yake iko na promise. Ndani ya Matthew, Mark, Luke and John kuna promise, but ile promise ni covered. Ile promise ni covered. Bwana asifiwe. Watu hawaitabui wasiposoma New Testament from Act to Revelation. Bwana asifiwe. Na ndio unaona in Matthew, Mark, Luke and John, Mungu hakuna kitu kingine Yesu hakuna kitu kingine alinena. Alinena juu ya parables. Only parables. Alipeana parables. Na wakati alipopeana parables ni kusemaje? Parables ni kitu inahitaji kufafanuliwa. Na ndio mitume walikuwa wanauliza Yesu, na sasa hiyo parable umewapa inataka kusema nini? Ndio unaona anatumia shamba ya saba ya kwanza ilikuwa nono, saba ya pili ilikuwa na miba, ilikuwa ingine ilikuwa mbegu ilianguka juu ya mimba, mbegu ilianguka juu ya mawe, mbegu ilianguka kando ya barabara, mbegu ilianguka katika mchanga mnono. Bwana asifiwe. Mambo kama hayo. Hiyo nayo usipoetambua, usipofafanulia vyema, na hawezi itafafanuliwa na Old Testament. Lakini New Testament, Matthew, Mark, Luke and John, ni vitabu zina promise. Ni Old Testament with a promise. Ni Old Testament with a promise. Lakini Matthew, Genesis to Malachi ni vitabu zile hazijakuwa revealed, ni sealed. Iyo from Genesis to Malachi ni sealed. Na ndio uitambue, ni lazima uingie katika Act to Revelation, sababu hiyo ni revealed. Bwana asifiwe. Hiyo ni haijafunikwa. Hiyo sasa inanena open. Iko open ndio iweze kufafanua
sasa hizi zingine kulingana na vile Christ alikuwa amepanga kila kitu kiweze kuwa. Nashukuru Bwana sana. Sasa mahali pale tukisoma mambo haya ya Saul na Samuel, tunaisoma Christ, moyo wa kutambua Christ ndani ya Old Testament. Hakuna kitu unafanya kafa kukuborera. Ungesoma Old Testament utali na ngoro ya Christ, ati kila kitu mahali pale utampata Christ. Hakuna kitu unafanya, because Old Testament Genesis to Malachi ni Christ only, lakini ni Christ amefichwa. Hauwezi ona the word Jesus Christ, na hauwezi ona, yani imepeana mifano, shadows, types. Bwana asifiwe. Ndio imeonyesha example like the tree of life, ile iko Genesis 3 2. Bwana asifiwe. 2:9. Kama another example, Noah's Ark, Christ. Hallelujah. Example ni nyingi sana siko Old Testament, zile zinasimamia Christ, the serpent, the nini, ile nini, not zile snakes, ni ingine, yani hii tunaita nyoka wa shaba, not nyoka wa moto, nyoka wa shaba. Tena ni nyingine ile kitu tunaita ile, huyu mtumishi wa Bwana alionyeshana anaitwa Moses, ile kichaka kilikuwa kinaungua, Christ. Bwana asi, the burning bush, Christ. Hizo zote zinaonyesha, yani ni nyingi, mpaka watu wengine huko ndani, akina Solomon ni mfano tu wa Christ, akina huyu aliambiwa aende akaoe maraya ni mfano wa Christ. Yani ni vitu nyingi sana zinaonyesha Christ, but hataji jina nyingi. Yes, akina Samson nyingi. Kwa hivyo ukisoma Old Testament pasipo moyo wa Christ, hautatambua. Wewe utaona tu hadithi za kila aina, utaona hadithi za kila aina, na ni nyingi sana hizo hadithi za kila aina, lakini zinamsimamia Christ himself na kazi ile aliyoifanya, kufa, kuzikwa na kufufuka. Hata wakati wa huyu mtu tunaita Jonah, wakati alituma Ninawi aende akaambie wana wa Israeli, mfano tu wa ile joka ilimeza ni Jonah, ni Christ yule aliweza kumezwa na joka. Kumezwa na joka ni kusemaje? Christ alikufa 3 days akiwa ndani ya tumbo la mauti, kusimu, akasimamia. Yes, naye Jonah katika tumbo la joka 3 days ni mfano wa vile Christ alikaa kusimu 3 days, kufa, kuzikwa na kufufuka. Hizo zote watu wengi hawajui. Tunafundishwa tu stories. Sasa mahali pale nilikuwa nataka nisome mstari wa 7. Nikahadithi tu kidogo, kwa sababu kwingi ni kuongea, nitaongea sababu ninajua watu wanajua haya mambo. And Saul smite the Amalekites. Sawa, alisikia vile Samueli alisema, alisikia, but wakati alipoenda alifanya kinyume. Huyo ndio mwanadamu, huyo ndiye mwanadamu. Tunalisoma neno la Bwana badala ya tulitimize kulingana na vile lilivyo, tuweze kupata ufunuo ule utatupa msaada ndani yetu. Tunapokea maufunuo kulingana na vile tunatamani na vile tunataka,
na vile wale wanatuhubiria pasipo ufunuo. Na wakati ule Samuel alimwambia Saul alishika vizuri, but wakati wa kutenda kwake alitenda kinyume. Mwanadamu, mapenzi ya Mungu haitimiki mara mingi ndani ya mioyo ya wanadamu. Wanadamu wanataka kulingana na vile wanataka, ile itawafurahisha, ile italeta faida. Hallelujah. Ikasema, and Saul smited the Amalekites from Havilah until thou comest to Sheol, that is offer against Egypt. Number 8. And he took Agag, the king of the Amalekites, arrived, and utterly destroyed all the people with the edge of the sword. Ati akamkamata Agag mfalme wa Amaleki, Yuhai, akawangamiza hao watu wote kwa upanga. But Saul and the people spared Agag. Unaona vile kubuka, aliambiwa angamize everything mpaka king. But 9 inatuambia kinyume, moyo wa Mungu ukatoka ndani ya Saul akafanya mapenzi yake. Saul alikataa, alipinga mapenzi ya Mungu kulingana na vile Samuel the messenger alituma. Akasema, akafanyaje? But Saul and the people spared Agag and the best of the sheep and of the oxen and of the fattening and the ram and all that was good, and would not utterly destroy them, but everything that was there and refused that they destroyed utterly. Lakini Sauli na watu wake wakamwacha Agag hai, na katika kondoo walio wazuri na ng'ombe na vinono na wana kondoo na chochote kilicho chema, wala hawakukubali kuangamiza bali chochote kilichokuwa kibaya na kipofu. Hizo ndio tu waliangamiza, ndicho walichokiangamiza kabisa. Saul akatali Saul akakataa sauti ya Samuel yule alikuwa amefanyika kama messenger prophet kwake yeye mwenyewe, kwa sababu hakuna king zamani wenye hakuwa na yule prophet anamtumikia ndio aweze kumguide kulingana na mapenzi ya Mungu. Na wakati ninapotazama ninaona mwanadamu sasa hapa, mwanadamu wa leo, nikisoma New Testament ninaona mapenzi ya Bwana katika kitabu ya John na kwingine. Mapenzi ya Bwana ni sisi wote tuweze kupokea ufalme wa Mungu. Hiyo ndio ilikuwa kitu tunaita heart of God. Heart of God ilikuwa sisi wote tuweze kupokea ufalme wa Mungu. Na njia gani? Na njia ya katika Matthew 6:33, utafuteni ufalme wa Mungu kwanza na haki yake, na yale mengine yote mtazidiziwa. Kwa hivyo mapendo la Bwana ilikuwa watu kwanza watambue kazi yake, watu kwanza waweze kuelewa neno lake, walitambue neno lake na waweze kulifuatilia neno lake, na waweze kulitimiza neno lake, na waweze kuliamini neno lake. Ni kwa sababu hakuna hata mmoja angeweza kuhesabiwa kuwa mwenye haki kama hajaliamini neno la Bwana. Yesu akasema ya kwamba ati mkinipenda nami nitampenda, naye Baba yangu atampenda
Na wakati atakapompenda, watakuja na roho waweze kutengeneza kituo ndani yenu, waweze kumfanya kuwa nyumba yake, mahali pake pa kuishi. Kwa hivyo jambo la kwanza ni kumpenda yeye. Jambo la pili akasema katika John 7 akasema ya kwamba 17 ya kwamba ati uzima wa milele ni nini? Ni kumjua Bwana na kumsikia yeye aliyetuma. Kumwamini, inasema kumwamini ni kumjua Bwana na kumwamini yeye aliyemtuma. Haleluya, Bwana asifiwe. John 3:16 ikasemaje pale chini? Wacha hiyo nikufungulie please. Mstari huo unaofuata tutarudi hapa kwa Samuel. John 3:17 John 3:17 akasema, for God sent wacha tulisome alafu tuanzie 16:15. Wacha tuanzie 15. That whosoever believeth, hiyo ndio nilikuwa natafuta sana. Whosoever believeth in him should not perish but have eternal life. Bwana asifiwe. Ati ili kila mtu aminie awe na uzima wa milele katika yeye. Hiyo ndio nilikuwa natafuta sana. Hiyo ya 15. Kwa yeyote yule atakaye muamini. Nani anaamini wa Christ? Tukimwamini Kristo kwa kumtambua, tumemjua Mungu na tukajua ya kwamba sio Mungu atakuja kuokoa watu katika dhambi zao, na sio Mungu aliokoa watu katika dhambi zao. Ni nani aliweza kusimama katika hiyo mwanya? Ni Christ. Hiyo mission, Christ alikuja ulimwenguni ndio aweze kuyatimiza hiyo nafasi. Namna gani? Kwa yeyote yule atakayemwamini. Kwa hivyo ndio niweze kufuata mapenzi ya Bwana, ni lazima niamini yale yote Christ alikuja nayo. Kristo alikuja na nini? Kristo alikuja na msamaha wa dhambi. Na hakuna mtu mwenye mwili angeweza kupokea msamaha wa dhambi kama hajaamini ile kazi Kristo Yesu alipokuja kuifanya. Turudi katika Samuel. Katika kitabu ya Samueli, hiyo Samueli 15, first Samuel 15, inatuonyesha ya kwamba Mungu alimtuma Samueli kwa Saul. Ndiye Saul aweze kuamini neno lile Mungu aliyemtuma Saul nayo, aweze kuliamini. Na akiliamini lile neno, aweze kutimiza kabisa kulingana na mapenzi ya Bwana. Lakini tunaambiwa na neno la Bwana mstari wa 9 ya kwamba ati but Saul and the people spared Agag. Kwa hivyo hawakutimiza hata kidogo mapenzi ya Bwana. Walianza kazi ya kuondoa kile kilikuwa kimesemekana kiweze kuondolewa, but hawakutimiza yale yaliendelea kunenwa ndani ya ule mstari. Msikaweze kubakisha kitu. Mtu wa Mungu, hii kitu inanifurahisha sana, sababu nilijua na nikulikuja kutambua katika maisha yangu na maisha yako kuna vitu nyingi sana tunazozipenda lakini hasina faida katika maisha yetu. Kuna mambo ninahitajika niweze kuachana nayo sababu haina faida yoyote katika maisha yangu, but kwa sababu ninaipenda na inanifurahisha, na saa ingine si nzuri, saa ingine niko na mzaha mwingi ninafanya watu wakasirike, saa ingine kuna roho inanitembelea, wakati mwingine ninafanya madhara hata mwili wangu mimi mwenyewe. Tuseme example, kuwa gay haina faida, kuwa lesbian haina faida, but mwenye kuifanya anaipenda, lakini haina faida. Baada nyumae
inakuja kuleta repercussions, inakuja kuleta dhuluma katika maisha ya mwanadamu. Na wakati hata tunaangalia, hata saa ingine, angalia hapa, saa ingine tunaambiwa pombe si nzuri, na tena imeandikwa inaharibu. Na kwa sababu hakuna mtu anaweza ingilia right yako, Mungu hawezi ingilia right yako, mwanadamu hafai kuingilia right yako ama mapenzi yako. Tunafaa tuachilie, yani tukisoma ama tukielekezwa, tukiona jambo lile tunaelekezwa nalo liko na madhara, lile tuko ndani yake, tuelekezwe tuone liko na madhara fulani itatuletea katika maisha yetu. Jukumu ya kwanza ni nini? Ni kujaribu kuachana na hilo jambo, hiyo madhara isikuje kukuangamiza. Lakini sisi mahali tunaona madhara ndio tunataka sana kuingia. Tuseme ni kama sawa example ya ni kama vile saa ingine serikali inatuambia kwamba msikaweze kujenga karibu na mto, sababu mto ukijaa utaweza kumbeba, utaweza kuua, utaweza kuharibu nyumba zenu na vitu zenu, unaweza leta maafa. Lakini mwanadamu na hekima yake na kuona kama ako na akili nyingi kuliko wale wanaoona ule uhatari, mwanadamu anaenda anajenga. Wakati mvua imekuja, mto ukijaa, yule mtu anafagiliwa. Ama saa ingine ukiona mto umeanza kujaa, unahama miezi 2, unahama mpaka nini ikwishe, mvua ikwishe. Unachoka, unaenda unakomboa nyumba ama unaenda kuchokeza neighbor, your friend. Badala ya lichukua lile neno liliponenwa kutoka mwanzo, hapa si pazuri. Sasa hiyo umejenga kinyumba chako kikubwa, ndio unakuja kubomolewa. Mtu wa Mungu, mambo mengine hata wakati tunaposimama katika nafasi ya kupoint, saa ingine mambo mengine ni sisi. Mtu anaweza kuambiwa pombe ile unaotumia si nzuri, inaweza kukuharibu maisha yako, inaweza kumaliza maini ndani yako ama viungo za ndani, lakini wewe hauoni kama ni kitu, unaendelea tu. Hata wakati unasikia kabisa inakudhuru, wewe hauache. Unaitisha kifo wewe mwenyewe, unaibia kifo come. Death come. Unaambia kifo kuja, unakikamilisha katika unakiwelcome in your life. Wewe mwenyewe ukijua ya kwamba kile ninapoitisha hakina repair, kile mahali nitaingia sitaonekana tena na watoto wangu, sitaonekana tena na bibi yangu ama na mume wangu, utoto hataonekana tena na wazazi, sababu wamejiingiza katika hali zile zitakaweza kumaliza na anajua madhara yake. Sasa huyo mtu hatuwezi sema Mungu ni Mungu amemuua. Tena hatuwezi sema ameuawa na yule anatengeneza ile pombe. Ni yeye amejichagulia kufa. Kukaa katika kando ya mto ni wewe umejichagulia kufa. Bwana asifiwe. Kukaa katika hali ya mambo mengine inaleta dhulma katika maisha yetu, ni mtu amejichagulia. Na jambo lolote unapojichagulia halina kitu kingine isipokuwa tu kukuangamiza. Na si Mungu amekuangamiza, si Shetani amekuangamiza, si pastor amekuangamiza, si kanisa imekuangamiza. Si kanisa imeshindwa na kukuombea, na si pastor ameshindwa na kukuombea. Si Mungu ameashindwa na kukutana na haja ya moyo wako. Lakini wewe ndio umesimama katika mwanya wa kujiangamiza wewe mwenyewe peke yako. Haleluya. Wacha tuendelee na kusoma. Yes. Tunaendelea 7 tusome mpaka 11. Tuone kama Saul alitimiza mapenzi ya Mungu ama hakutimiza. Number 10. Number 8, sorry. Number 8 inasema ya kwamba and he took Agag and
Agag, the king of the Amalekites, arrived and utterly destroyed all the people with the edge of the sword. Number 9. But Saul and the people spared Agag and the best of the sheep and of the oxen and of the fattening and the lamb and all that was good, and would not utterly destroy them, but everything that was vile and refused that they destroyed utterly. Number 10. Then came the word of the Lord unto Samuel, saying, ndipo neno sasa tusikia vile Samuel aliweza neno la Bwana lilimfikia. Ndipo neno la Bwana lilimjia Samuel kusema. 11. It repeated turuke twende, yani wacha turukaruke tu please. 13. Turukaruke hiyo yote unafaa ujisomee ndio uweze kupata kila kitu kikiwa sahihi na salama sawa na uweze kupata mwelekeo mwema. Lakini mimi nitarukaruka tu kwa sababu ni kubwa. 13. And Samuel came to Saul and Saul said unto him, Blessed be thou the Lord. Saul anasalimia Samuel kama ametenda kitendo nzuri. Anamsalimia kama ametimiza mapenzi ya Mungu kulingana na vile Mungu alivyokuwa anataka. Ni vile sikusoma hapo from 11, 12, 13. Nasoma 13. Akamwambia, and Saul said unto him, Blessed be thou of the Lord. I have performed the commandment of the Lord. Iguesikia ni kama ametimiza kabisa kulingana na vile Saul alikuwa amenena. Samuel alikuwa amenena. Na anajua ya kwamba hakuwa anafaa kulitoa lile kutowaua wale watu. Alikuwa anajua. Alikuwa anafaa kutoua. Alikuwa anafaa kuwaua. Lakini yeye alisimama katika mwanya wa kutoua. Kutomaliza. Number 14. And Samuel said, What meaneth then this bleating of the sheep in my ears, and the lowing of the oxen which I hear? Samuel akasema, maana yake nini basi hiki kilio cha kondoo masikioni mwangu, na huu mlio wa ng'ombe ninaousikia? And Saul said, They have brought them from the Amalekites, for the people spared the best of the sheep and of the oxen to sacrifice unto the Lord thy God, and the rest we have uttered destroyed. Ebu ona, Saul aliongea kama Mungu alikuwa hajikumbuki anafaa kutolewa dhabihu. Saul arariyata Ngai ariganĩirwo atĩ nĩ arabatara indo cia kũruta magongona. Ati anaambia Samueli, walibakisha hizi ndio waweze kumtolea Bwana dhabihu. Walibakisha hizi vinono, hizi zote nzuri za kutuwezeza kuendelea na kutolea. Na Mungu naye alikuwa amesema kila kitu kisibakishwe. Kusibakishwe kila kitu chochote. Hivyo ndivyo mwanadamu tulivyo. Tuna vitu nyingi sana zinalia ndani yetu. Tumekubalisha mambo mengi sana ndani yetu yaweze kuwa katika inalia ndani yetu. Yes. Mambo mengine tamaa. Samueli akasikia mlio wa ng'ombe na mbuzi sinalia na uko nyuma ya Saul. Alimwambia, na kile kitu ninasikia na uko nyuma yako ni nini?
Nasikia mlio wa kondoo. Nasikia milio ya babu fulani. Hiyo ndio ile masauti iliyo ndani ya akili zetu, iliyo ndani ya mioyo yetu. Mungu anaisikia hata kama tunaomba. Hata kama tunatoa dhabihu ya kuomba. Hata kama tunatoa dhabihu ya kusema ya kwamba sisi na Mungu tumefanyika kuwa mmoja. Hata kama tunasema ya kwamba tumesamehewa dhambi. Hata kama tunasema ya kwamba sisi Mungu, sisi tumeokolewa. Tunakula mesa. Sisi tumebatizwa katika maji mengi. Sisi ni watu tunatoa fedha nyingi ndani ya makanisa. Tunatoa tithe. Mimi ninatoa tithe. Mimi ninatoa sadaka. Mimi nahurumia watu. Mimi naenda kuona watu mahospitalini. Vitu hizo zote zinalia ndani yako. Wakati Mungu hataki kusikia hizo masauti ya vile umefanya kazi yako na bidii yako ndani yako. Mungu hana haja na bidii yako. Mungu hana haja na kazi yako. Mungu hana haja na wewe umfanyie kazi. Mungu anataka yeye mwenyewe afanye kazi ndani yako. Yeye ayatimize yote kulingana na vile apendavyo, sio vile wewe upendavyo. Saul akasimama katika mapenzi yake ya vile anavyotaka kufanya, sio vile Mungu anavyotaka afanye. Tuko katika hali ya kukosoa neno la Bwana kwa kujiinua na kujipeleka. Tunajipeleka, tunajiongoza, tunaonyesha Mungu, wewe Mungu hapa ni kama ulisahau kukumbuka ya kwamba nilikuwa nahitaji gari, nilikuwa nahitaji kile kingine, nilikuwa nahitaji kile kingine. Bwana asifiwe. Kulingana na Bwana ajua yote, na ndio aliweza kukuumba kabla ya msingi wa ulimwengu kuwekwa. Na ndio aliweza kutimiza na akapeana promise yake kabla wewe haujazaliwa. Umezaliwa ndani ya promise. Nimezaliwa ndani ya promise. Niweze kuitimiza ile promise. Kukaa ndani ya ile promise. Na ile promise ndio itimie kwangu, ni kuamini kile Bwana amefanya. Sio kile mimi nitafanya. Haleluya. Hakuna mlango mimi nitafungua, yeye amenifungulia. Mwadhani ya rogosho. Hakuna kazi yoyote itatoka katika ndani yangu. Yeye ndiye anafanya hiyo kazi ifanyike ndani yangu. Bwana asifiwe. Sina mamlaka mimi. Hata sijui kupenda ni nini. Yeye ndiye alitangulia kupenda, ndio akanifundisha kupenda. Mimi sijui kuongea na lugha ni nini, na hata sijui kuhubiri ni nini. Lakini akaniambia, chochote kile nitakapotia ndani yako, fungua macho, fungua mdomo wako, nitaujaza. Katika Psalms, fungua mdomo wako, nitaweza kuujaza. Haleluya. Kwa hivyo mimi sina changu mimi, na ndio neno linauliza, nikivina ke utaheiro, nini ulio nacho haujapewa? Hakuna kitu yangu mimi, kila kitu mimi nimepewa. Kwa hivyo hata wakati ninaposimama mbele za Bwana, ninasimama na vitu zake, nasimama na kila kitu kilicho chake. So siwezi jiinua, siwezi jionyeshana, siwezi jitambulisha mimi. Yeye ndiye anafaa kunitambulisha. Haleluya. Alitaka kumuinua Saul, lakini Saul akajiro. Tunaona namna gani? Tumesoma mpaka 15. Nataka turuke tena mpaka 19. Tuone. Najihurumia sana nikihurumia wale wengine. Na ndio wakati wote natakanga kunena. 19. Wherefore then didst thou not obey the voice of the Lord, but didst fly upon the spoil, and didst evil in the sight of the
of the Lord. Soma from 1 ukiteremka verse moja. Soma zote. Mimi nimerukaruka. Ati bona basi haukuitii sauti ya Bwana. Samueli anamuuliza, kwa nini Saul haukuitii sauti ya Bwana, bali ukazirukia nyara, ukayafanya yaliyo maovu machoni pa Bwana? So, kwa hivyo Mungu anampenda Saul, hampendi Saul? Anampenda sana, na ndio alimtumania kwa sababu hataki aangamie. Mungu ametupa neno lake la Biblia ndio tuliweza kulisoma kwa hekima na kwa ufunuo. Bwana asifiwe. Tuweze kupokea ile knowledge iliyo ndani ya neno, revelation knowledge, na wakati tutakapoipokea ndio tusikaweze kusimama katika mwanya wa kutofanya mapenzi ya Bwana. Tulipewa the word, tutimize lile neno ndio tuweze kusimama kikamilifu katika mapenzi ya Bwana. Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa hivyo wakati wote tunafaa tutimize mapenzi ya Bwana kulingana na vile neno lake limeandikwa. Haleluya. Namba ngapi? Tukisoma hiyo tutaweza kusoma mstari wa 20 inasema, and Saul said unto Samuel, yeah, I have obeyed the voice of the Lord and have gone the way which the Lord sent me, and have brought Agag, the king of Amalek, and have utterly destroyed the Amalekites. Sauli akamwambia Samuel, hakika mimi nimeitii sauti ya Bwana. Huo ni kweli tu. Hiyo ndivyo alikuwa ameambiwa asibakishe hata king Agag. Bwana, nami nimemleta Agag, mfalme wa Maleki, tena nimewaangamiza wa Maleki kabisa. Unaona, anakana. Hiyo ndio mioyo ile watu walio nayo ndani ya kanisa. Watu wako na hiyo mioyo katika kanisa. Hata mtumishi wa Bwana apige mayowe na mnangani pale mbele, wewe unajua kile kilikuleta kanisani. Wewe unajua. Unasimama tu na kile kimekuleta. Hautaki mawazo yako iweze kubadilishwa hata kidogo. Hautaki neno la Bwana liweze kuzungumzia moyo wako. Hautaki neno la Bwana liweze kuzungumzia akili zako. Hautaki neno la Bwana liweze kukubadilisha. Unataka tu neno la Bwana, unataka tu wewe ujikute kanisani ukifanya vile unataka na ukitimiza yale yote unayoyataka. Hapana. Hiyo sio njia ile Mungu anataka uweze kuipitia. Mungu anataka umsikie. Mungu anataka uweze kutabua moyo wake, uweze kutabua mawazo yake, uweze kuyatimiza anayotaka iweze kutimizwa. Na hebu nikwambie mtu wa Mungu, hakuna mtu awezaye kuyatimiza yote yameandikwa ndani ya Old Testament. Hakuna hata mmoja. Kwa nini? Kwa sababu Old Testament imefunikwa, imefichwa. Ni lazima uweze kuwa katika New Testament, from kitabu ya Act to Revelation, ndio uweze kuyatimiza mapenzi ya Bwana kulingana na ufunuo umeandikwa from Act. Ukiangalia kitabu ya Act hakuna parable yoyote ile. Na ndani tena ya kitabu ya Act hakuna types and shadows. Chochote kimeandikwa from Act to Revelation ni ufunuo. Yani ni reality ya mambo yale yalikuwa yamenenwa from John to John. Hiyo sasa ni vitabu hizi ine za gospel to Genesis. Bwana asifiwe. Ama Genesis to John.
usipokuwa na ufunuo wa zizi kitabu kidogo Act to Revelation, hauwezi tambua na hauwezi fanya mapenzi ya Bwana katika Old Testament na katika Matthew, Mark, Luke and John. Hallelujah. Kwa hivyo ile promise ilipeanwa from Genesis hautaweza kuipokea, because tutapokea ile promise wapi? Kwa kitu tunayokiita law. Ndani ya law hakuna promise. Bwana asifiwe. Na wakati wote tunatimiza law, hatutimizi mapenzi ya Mungu. Tunatimiza kitu yenye kitaweza kutuua. Sababu sheria ilikuja ndio iweze kuua watu wafe, ndio waweze kutimiza mapenzi ya Mungu. Sababu hakuna aliye hai ndani ya sheria ataweza kutimiza mapenzi ya Mungu. Sheria ilikuja ndio ituue. Na ukweli hata katika kitabu ya Corinthians inatuambia kwamba sheria imekuja ndio iweze kutufikisha kwa Christ. Bwana asifiwe. Nashukuru Bwana sana. Nampenda Bwana. Mapenzi yake ni makuu. Mimi sikuwa ninajua kuna kitu tunaweza kinaitwa ufunuo wa kitu kinaitwa ati kuna uzito wowote ndani ya Old Testament. Nilikuwa nafikiria ni yale yote tunayoyasoma. Kumbe hapana. Kumbe ni kufichwa, imefichwa, na tunahitajika tutafute Christ ndani ndio tumuone na kazi yake. Katika hiyo nafasi tukiangalia 19 na 20 tumeisoma, 21 tuingie. But the people took of the spoil, sheep and oxen, the chief of the things which should have been uttered, destroyed to sacrifice unto the Lord thy God in Gilgal. Ati ila watu waliteka nyara kondoo na ng'ombe walio wazuri katika vitu vilivyowekwa wakfu kusudi walitoe dhabihu kwa Bwana Mungu. Number 22. And Samuel said, had the Lord as great delight in the burnt offering and the sacrifice as in obeying the voice of the Lord. Behold, to obey is better than sacrifice, and to hearken than the fat of lamb. Kutii ni bora kuliko kutoa dhabihu. Saul alifikiria kutoa dhabihu ndio kunamfurahisha Bwana. Na watu wengi ndio unaona makanisani hawajafafanukiwa na ule mstari. Kutii ni bora kuliko sacrifice. Watu wanakibisa sacrifices. Wanaonyesha watumishi wa Bwana wanawapenda through sacrifices. Nao watumishi wanataka sacrifices. Hawafundishi watu neno ndio waweze kuliamini neno, ndio neno liweze kuwa ndio sacrifice ile ya kweli. Kwa sababu kujitoa katika chini ya neno la Bwana na kuliamini na kulitimiza kulingana na vile linavyosema, ni jambo ya ajabu sana. Na ndani ya neno la Bwana there is no sacrifices. Hizi za kujitolea ng'ombe, pesa, mkondoo, kutoa tai ati kwa sababu ninapeana sadaka kubwa, kwa sababu ninaenda kuona watu hospitali, kwa sababu ninakula meza. Pana hizo sacrifices Mungu ana haja nazo.
Sababu kama hautii, hakuna kitu chochote unachokifanya mbele ya macho ya Bwana kama hautii. Samueli alitoa sacrifices, lakini Mungu alikosoa. Alisema hana haja na hiyo sacrifice. Alionyesha ya kwamba mimi nahitaji moyo ulio na utiivu, moyo ulio na kusikia, mtu mtiifu moyoni, ya mtu anayetamani kutenda mapenzi ya Bwana pasipo matendo, mtu anayepokea neema ya Kristo pasipo matendo. Saul akafikiria ni matendo inahitajika, kumbe si matendo, kumbe sio hivyo. Haleluya. Akasema mstari wa 23, mstari wa 23, for rebellion, Saul amefika kuwa rebellious. Watu wengi hata katika makanisa ni rebellious. Wanafikiria kwa sababu wametendeka na watumishi wao sasa wamekamilika. Bali ukamilifu wa Bwana haupitii kupitia sacrifices. Bwana anaonyesha kwamba kuwa rebellion ni kutoamini, ni kutosikia sauti yake. 23. For rebellion is as the sin of witchcraft, and stubbornness is as iniquity and idolatry. Because thou hast rejected the word of the Lord, he had also rejected thee from being king. Amenyang'anywa ufalme kwa sababu ya kuwa stubbornness, rebellion, kutosikia sauti ya Bwana, kutotimiza mapenzi ya Bwana. Mungu anaja na sacrifices. Mungu anaja na kutoa pesa nyingi makanisani. Hata hakuna mahali kazi ya Mungu sio ya kujionyeshana kwa kujitolea kwa sababu unataka mambo fulani. Ni kwa sababu umesikia neno la Bwana, neno la Bwana limekubariki, unabariki hiyo neno kupitia yule amelinena. Hata sio Mungu unampa. Pole sana kwa kusema hivyo. Haumpatii Mungu, unampatia yule ametumwa. Samuel ndiye aliona. Samuel ndiye alitumwa na Mungu, kama vile nimetumwa kwako. Na wakati ule Samuel alikuja kwa Saul akamwambia, Saul amekosa kutimiza yale Samuel alitumwa. Kwa hivyo Mungu akitumana kwa neno lake, yeye hayuko, amemtuma messenger akufikishie. Bwana asifiwe. Haleluya. Na wakati Samuel alikuwa anajua dhabihu yoyote inahitajika kufanywa, yeye ndiye anafaa kuifanya. Kwa hivyo nikitii kazi ya Samuel, kutii Samuel ni kufanya nini? Kutii kazi ya Samuel ama kutii kazi ya Mungu ni kufanya nini? Ni kutii ujumbe ule mtumishi wa Bwana amekupa. Lakini si ujumbe wa kukunyanyasa. Si ujumbe unaegemea na pesa. Si ujumbe unaegemea na touchable things. Si ujumbe unaegemea na mammons. Ujumbe ni kuhusu Christ Jesus only. Na wakati anapokuhubiria hayo ya kuhusu Christ, ukibarikiwa, kama mimi nabariki kazi ya Bwana kwa mtumishi, kwa my father,
yule anayenilea. Sababu ninataka watu wengine waweze kufikiwa. Nataka mtumishi wa Bwana aweze kufikia wengi, kwenda mbali. Kwa hivyo nitabariki hiyo kazi yake. Nikibariki hiyo kazi, naye atakuwa na miguu ya kufikia my daughters, kufikia my sons, kufikia my relatives, kufikia society, kufikia world. Sababu atakuwa na miguu, atakula, atashiba, nafanya hiyo kazi akiwa na hiyo joto. Haleluya. Atawafikia wale ningetaka waweze kusikia hiyo sauti. Kwa hivyo sio Mungu tunampa. Hakuna mahali tunampa Mungu. Tunampa yeye yule Mungu amemtuma. Na si kumpa kwa kujipendekeza. Si kumpa kwa sababu ya jambo fulani na fulani. Tunapeana ndio ile sadaka iweze kufanya mtu mwingine aweze kufikiwa. Sababu mapenzi ya Bwana ni watu wote waweze kuokolewa. Watu wote waweze kuokolewa. Na yule mtumishi hawezi okoa watu akiwa hana finance. Sababu gari yake, sababu nyumba yake, sababu watoto wake wanahitaji amani, watoto wake wasome, nyumba yake ilipike. Mambo kama yale. Lakini si kwa kusukumwa, si kwa kuambiwa, ni kwa sababu nimebarikiwa, nikaona ni vyema niweze kumpa mtumishi wa Bwana amani, aweze kuwafikia watu wengi katika ile amani amenifikia nayo. Bwana asifiwe. Watu wengi wanataka watumishi wale wanaowatumikia waweze kuwa kama watumwa kwao. Na hiyo ni kitu baya sana, na tulikuwa wote na mawazo kama yale. Hiyo ni kitu baya sana. Fanya yule mtumishi aweze kuwa na amani. Fanya yule mtumishi aweze kuwa na freedom ya kufanya kazi ya Mungu pasipo kuangamia. Ni kwa sababu ya watoto wake, na ni kwa kujipendea, sio kwa kusukumiwa. Haleluya. Bwana asifiwe. Sorry kwa wale hawaelewi ninasema nini. Kwa sababu hata wale wanasimama na tithes ndani ya nyumba la Bwana. Unajua tithe ni sheria. Tithe ni sheria. Na kuna wakati sheria itakamilika, iko na udhaifu mkubwa sana. Sababu hiyo tithe inampima Mungu. Unaweka Mungu wako kwa kiwango fulani. Na tunamwambia vizuri kabisa. Hata ile tithe Abraham alipatia Melkisedeki ilikuwa vitu za kuteka. Vitu za kuteka. Na hiyo ilikuwa mtindo wa Waisraeli. Ilikuwa mtindo wa Waisraeli. Ni kama vile kacha iko na jambo fulani. Kwa hivyo ilikuwa kacha, na kacha yetu sio kacha ya Wakikuyu, sio kacha ya nini? Ya Waembu. Wala wa Meru, wala Wakamba. Hapana. Hatufapani asifanani. Kwa hivyo wanatenda kacha yao na sisi tunatenda yetu. Nao Waisraeli nini? Walikuwa na kacha yao. Na hiyo moja ilikuwa ya kutoa hiyo tithe, fungu ile wameteka kwa maadui zao. Na ndio unaona hata wakati anapatia Melkisedeki, katika kitabu ya Hebrews inasema ya kwamba Melkisedeki first alibariki Abraham. Alibariki Abraham first. Sio Abraham alibariki Melkisedeki first. Ya. Na kwa sababu alikuwa ametoka mateka, wakati Melkisedeki alimbariki, haleluya,
Naye Abraham akatoa vitu za mateka, kwa sababu alikuwa ametoka mateka kupigania Loti. Alikuwa ametoka mateka, vitu zile zote alikuwa ameteka, akatoa 10%. Na uwezi haufai kupunguza hata kamoja, ataikuje 9% ama iende 11%. Ilikuwa inatolewa 10% pasipo kuongezea wala kupunguza. Wewe unapunguza ama unaongezea. Hata kuna pastor alikuwa anatufundisha, anatuambia hata 20% toa, 11% toa. 12%. Wakati tumesoma neno ndio tumejua vile ilikuwa. Kuna kitu kama hiyo. Kipimo. Mimi sifai kumpima Mungu wangu. Mungu wangu hawezi pimika. Siwezi mpima na 10%. That is a small percentage. Nikilinganisha na my holy God, my Christ. Yeah. Ni kidogo sana. Mungu apimiki. Yeah, ninajua uko katika Marka pole. Kwa sababu wakati utaisoma na mawazo ya Christ, utaweza kuelewa ni nini kiko hapo. Weka utajiri wako katika nafasi isiyo na nondo na kutu. Kwa nini chako sinakuliwa? Kwa nini unatoa na haubarikiwi? Kwa nini tu uko katika ile stage ya kwanza? Miaka 30 uko katika wokovu, miaka 10 katika wokovu, miaka 3 katika na panuki, na unatoa time. Kwani kwako kuna nondo umeficha? Kwani uko unaweka biguni? Kuna waisi wanaingia ndio waweze kukuibia? Wacheni tufikirie mambo mengi. Mungu hawezi kukula kitu chako. Hata chochote uko nacho ni chake. Bwana asifiwe. Haleluya. Kutosikia Bwana ni kama Biblia imesema, kwa kuasi ni kama dhambi ya uchawi. Watu wanafikiria uchawi ni ule tunaona wameweka bao huku kwa barabara. Hapana. Kutosikia sauti ya Bwana ni kama dhambi ya uchawi. Kwa hivyo ni wachawi wangapi wako ndani ya makanisa? Ni wachawi wangapi? Ya. Na ukaidi ni kama ukafiri na vinyago. Kwa kuwa umelikataa neno la Bwana, yeye naye amekukataa wewe usiwe mfalme. Nani ametangulia kukataa? Kwa hivyo ni Mungu amekukataa ama wewe ndiye umemkataa? Leo ninamalizia hapo, lakini sikumaliza. Nimalizia nikisema huo mstari wa 20 nini, na ndio nitaurudia kesho. Nikuonyeshe ya kwamba hakuna wakati Mungu atakukataa. Wewe ndiye unamkataa. Wewe ndiye unamkaa mbali. Wewe ndiye unakaa katika nafasi yako, mapenzi yako. Lakini mapenzi ya Bwana ni ya kukamilisha na ukae katika kutii, ndio muweze kufuatana. Wacha tuombe. Bwana wangu na Mungu wangu, nimekuinua na nimekutukuza. Umejaa nguvu na mamlaka, pokea sifa. Asante kwa sababu ya utukufu wako. Umetuficha Bwana Jehova Jire mambo mengi, lakini kwa upendo wako Mfalme umemtuma mwanae akuja tufichulie. Tumetambua na tumeelewa Bwana Jehova Jire, upendo wako hauwezi hesabiwa ama hatuwezi pima mapenzi yako juu yetu na upendo ulio ndani yako juu yetu Mfalme. Wewe Mfalme, wewe ni Mungu wa rehema na neema, na wewe ni Mungu wa utukufu ule Bwana Jehova Jire usio na mwisho. Pokea sifa, ni kwa sababu ya hiyo kibali umetupa, na hata kesho Bwana utaendelea na kutufanya hivyo ndio tuweze kuendelea na kunena mausia yako na utukufu na utakatifu wako. Na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na tumeamini. Amen. Amen. Amen.